hapa. Haleluya. Hii tarehe imekuwa ya kwanza kwa mwezi wa kwanza. Huenda wengine wanaosikia sauti hii tangu mwaka uanze hawajawahi kuenda kanisani. Lakini leo imetokea nafasi ya kipekee. Neno la Mungu limekufuata ulipo. Haleluya. Usifanye moyo wako mgumu unaposikia sauti na neno la Bwana. Haleluya. Leo tunaenda kujifunza somo linalosema kumtegemea Mungu kuna faida. Kumtegemea Mungu kuna faida. Haleluya. Kumtegemea Mungu kuna faida. Kwa nini tujifunze kumtegemea Mungu? Maana halisi ya neno kutegemea maana yake ni kuhitaji msaada. Haleluya. Ni kuhitaji msaada wa kuongezewa nguvu, aidha kuongezewa kitu, ndio maana ya kutegemea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema namtegemea Mungu au namtegemea mtu fulani, maana yake unayemtegemea ana nguvu kuliko wewe. Haleluya. Maana yake ile nguvu alionaye huyo unayemtegemea anatakiwa akupe wewe ndio uweze kusonga mbele kwa sababu unamtegemea. Jioni ya leo tutaenda kusoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 17. Tutaanza na mstari wa 5 na wa 6. Na baadaye tutasoma wa 7, wa 8 na wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Bwana asema, yani Mungu mwenyewe anasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, anayemfanya mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amefanyaje? Amemwacha Mungu. Haleluya. Jioni ya leo usije ukalaaniwa na Mungu kwa sababu ya kumtegemea mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukawa unasema una Mungu lakini moyoni mwako umemwacha Mungu kwa sababu ya kumtegemea mwanadamu. Mungu anachukia sana. Mungu anachukia sana kama sisi watoto wake tunapowategemea wanadamu. Mungu anachukia mno. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Mungu ni baba yetu. Anatamani sisi kama watoto wake tumtegemee yeye wakati wote na kwa majira yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipoumba dunia, aliumba kila kitu kwa jinsi alivyokusudia yeye. Amina. Kila kitu kilichoumbwa chini ya ulimwengu kiko chini ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema usiabudu miungu mingine wala usiabudu chochote kilicho mfano wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu vyote hivyo vimeumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu anakataa tuwategemee wanadamu? Kwa sababu mwanadamu ana expire. Mwanadamu ana kiwango cha kutegemewa. Mwanadamu anachoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuwazia mema kila itwapo leo. Ndio maana jioni ya leo anatukumbusha kumtegemea yeye. Kwa nini anasema tusiwategemee wanadamu? Sio kwamba wanadamu ni wabaya, hapana. Sio kwamba wanadamu wana nini, hapana. Mungu anakataa kuwategemea wanadamu kwa sababu mwanadamu ameumbwa na Mungu. Na mwanadamu anao ukomo wa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu anaweza akasema nilikusaidia jana. Ndio maana Mungu anasema usimtegemee mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anaweza kukusaidia leo lakini akaenda kukutangaza. Kwa nini Mungu anasema usimtegemee mwanadamu? Kwa sababu mwanadamu ana ukomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba ukimwambia jirani yako nikopeshe 1,000 hatakupa. Hapana. Atakupa, ila utakapokuja tena atasema mbona jana nilikupa 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu kwa sababu anatuwazia yaliyo mema, anasema tusimtegemee mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu anachoka, kwa sababu mwanadamu anakufa, kwa sababu mwanadamu anabadilika. Haleluya. Biblia inasema atakuwa kama fukara nyikani. Yaani fukara ni zaidi ya maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema atakuwa kama fukara nyikani? Kwa sababu ukimtegemea mwanadamu ni hasara, alafu ni laana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi jioni ya leo tamani kumtegemea Mungu ili usilaaniwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu anageuka. Mwanadamu ana kigeugeu. Mwanadamu mnaweza mkakubaliana maneno mazuri kabisa kwamba baadaye nitakupa 100,000. Akaje jirani yako au rafiki yako akamwambia yule uliopanga kumpa 100,000 hakulipi.
Bwana Yesu asifiwe. Utakaporejea hiyo baadaye kumwambia naomba ile 100,000, anakuambia nilikuwa nikupe, lakini pale nilipotaka kutoa mambo hayajaenda vizuri. Kwa sababu gani? Kumbe sio kweli, kuna maneno amepokea kutoka kwa mtu mwingine kuhusiana na wewe, lakini Mungu yeye sio wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema anakupa ni anakupa kweli, kwa sababu yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, habadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema kumtegemea Bwana kunalipa. Kumtegemea Mungu kuna faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu huu tunaoishi, tamani kumtegemea Mungu. Katika ulimwengu huu tunaoishi, tamani kumtegemea Bwana katika kila kitu. Ni kweli unaweza ukajiambia ndani ya moyo wako ukasema, unasemaje nimtegemee Mungu wakati Mungu haonekani? Hapana, sikiliza nikwambie ndugu yangu unayesikia sauti hii. Ninapomaanisha kwamba umtegemee Mungu, maana ni kwamba unapomtegemea Mungu wakati wa tatizo lako, Mungu ataleta watu sahihi wa kukusaidia wakati wa lile tatizo, ambao hao watu watafanyika daraja la kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Watafanyika daraja la kukuvusha, hawatakusema wala hawataenda kukutangaza, kwa sababu wameandaliwa na Mungu kwa ajili ya wakati sahihi. Haleluya. Mtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mfano halisi ni yule mwanamke mjane alipokuwa anasema mimi nile nife. Bwana Yesu asifiwe. Nipike tu akakaunga kamoja nile nife na watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumtegemea Mungu kulilipa kwa yule mjane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mno. Mtumishi wa Mungu akaja akamwambia una nini? Nipikie chakula. Akasema lakini nimebaki na hiki. Mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia kipike hicho hicho. Bwana Yesu asifiwe. Akaipika ile konzi ya unga. Alipoipika ile konzi ya unga, Bwana we hakupungukia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliandaa mlango na njia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akamwambia una nini? Akasema ninayo mafuta. Akamwambia nenda kwa majirani zako ukaokoe vyombo, azima vingi vya kutosha, alafu jifungie ndani na watoto wako. Wakamimina yale mafuta yakajaa. Wakala kipindi chote cha njaa, hawakuzulika na kitu, hawakuteseka kama wengine. Kwa sababu gani? Walimtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo jifunze kumtegemea Mungu. Hata kama unaona ndugu zako labda wanakuacha, hapana. Wakati wa Mungu ukiwa sahihi, atakusaidia yeye kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Atakusaidia yeye kwa namna yake, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Anamjua kila mmoja chini ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza moyoni mwako ukawa una marafiki wengi wazuri wenye kiwango kizuri kiroho na kimwili, huenda wana fedha. Bwana Yesu asifiwe. Umepatwa na tatizo, unasema yule ni naye atanisaidia, lakini unaenda anaacha kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo watu wanapovunjika mioyo na kusema hakika watu wengine wanajiona, hakika watu wengine wanapendelea. Hapana, hujajifunza kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo jifunze kumtegemea Mungu. Ninaposema kumtegemea Mungu nina maana kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo tatizo lako ameliona sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yeye unapomtegemea anaandaa mpango wake mahususi wa kukusaidia wewe bila madhara. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wamevunjwa mioyo kwa sababu walisaidiwa wakatangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati walipitia mambo magumu na mazito, changamoto nzito, wakaenda kuhadisia, wakasaidiwa, lakini wakatangazwa, wakavunjika mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakavunjika moyo. Mwingine atakasema kusali sisali tena. Kwa nini? Alikuwa na shida. Ile shida ikatatuliwa, lakini ikatatuliwa kwa madhara. Bwana Yesu asifiwe. Ikatatuliwa kwa nini? Kwa madhara. Ili shida yako isitatuliwe kwa madhara, hakikisha unamtegemea Mungu. Haleluya. Ili yeye aandae watu sahihi wa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Aandae watu sahihi wa kutembea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema ninazo pesa nyingi, kumbe ujui kila kitu. Kuna vitu havihitaji pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza ukapitia kwenye maisha, yani ukimwelezea mtu yoyote